Na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 17 Juni mwaka 2026. Ni wakati wa kwanza siku mpya tukiwa pamoja tukuletea matukio muhimu yaliyojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yakiwemo habari za usalama, siasa, jamii pamoja na maendeleo mbalimbali yanaendelea katika maeneo tofauti ya nchi. Basi karibu tujumuike kwa pamoja katika kujua kile kilichojiri na kinachoendelea kuunda historia ya leo, tukiwatakia usikilizaji mwema. Na vile vile tunaendelea kukumbusha kwamba Kivu News Info tutaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningeomba na kusifu kitu kimoja. Hakisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi na wewe endelea kutuandikia na kutujuza na tuzira kwa sehemu gani unaenda kutuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Telo Jelonga, basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Ilikuwa tarehe 17 Juni mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuwa limegundua ndege isiyo na rubani maarufu kama drone ambayo nadai kuwa ilikuwa ikitumiwa na wanajeshi wa Rwanda pamoja na washirika wao M23 katika maeneo ya Minembwe mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na FARDC, drone hiyo ilionekana ikiruka ndani ya anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kugunduliwa na vikosi vya jeshi vilivyokuwa vikifanya ulinzi katika eneo hilo. Jeshi linasema kuwa tukio hilo linatokea wakati ambako wale usalama maeneo kadhaa mashariki mwa nchi endelea kuwa ya wasiwasi kutokana na mapigano na shughuli za makundi yenye silaha. FARDC inasema kuwa kulinda mipaka ya anga ya taifa ni jukumu lake la msingi ili kuhakikisha usalama wa raia na kulinda mamlaka ya nchi. Eneo la Minembwe limekuwa likitajwa mara kwa mara katika masuala ya kiusalama kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha na migogoro ya mara kwa mara na usiri maisha ya wananchi. Tukio hilo la kugunduliwa kwa ndege hiyo ya drone imezua hisia tofauti miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku baadhi wakisema kuwa inaonyesha kuendelea kwa mvutano wa kiusalama katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka upande wa Rwanda kuhusu madai hayo yaliyotolewa na FARDC. Vile vile maelezo zaidi kuhusu aina ya drone iligunduliwa na madhara yaliyotokana na tukio hilo bado hayajatoa rasmi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa matukio aina hii yanaweza kuongeza mvutano kati ya pande zinazohusika, ikiwa hatua za juhudi za diplomasia na mazungumzo ya kuleta amani na utulivu katika eneo la maziwa makuu. Wananchi wa Minembwe na maeneo jirani wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo, kwa kutoa wito wa kurejeshwa kwa amani na usalama ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu. Hali ya usalama katika eneo la Minembwe endelea kwa mvutano baada ya taarifa kuibuka kuzidai kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanikiwa kuvamia kuna karibu na kudhibiti maeneo yaliokuwa kitumika kama maficho ya wapiganaji katika milima ya Kitavi. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambazwa na makundi ya wazalendo katika eneo la Minembwe, maeneo ambayo yalikuwa vichungu vya chini ya ardhi yalivyokuwa vikitumiwa na wanajeshi wanatumia kwa Rwanda pamoja na washirika wao M23 na Turaneo. Taarifa hizo zinaeleza kwamba maficho yalijengwa chini ya ardhi katika kilima cha Kitavi, yanayotajwa kuwa ni muhimu mkubwa wa kijeshi kutokana na nafasi yake kimkakati inayotizamana na baadhi ya maeneo ya Minembwe. Ndio kwa wapiganaji hao walikuwa wakitumia vichungu hivyo kujificha na kuendelea kuendesha mashambulizi dhidi ya nafasi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Minembwe. Baada ya operesheni kali zinazofanywa na vikosi vya FARDC, taarifa zinaeleza kuwa maeneo hayo yaliharibiwa na baadaye kudhibitiwa na jeshi la serikali. Tukio hilo linatajwa kuwa hatua muhimu katika mapambano yanayoendelea katika eneo la Minembwe na maeneo ya jirani. Wakazi wa eneo wanaeleza kuwa kwa muda mrefu wamekuwa wakiishi katika hofu kutokana na milio ya risasi na mapigano ya mara kwa mara. Baadhi yao wanasema kwa uwepo wa maficho ya chini ya ardhi ungeweza kueleza namna mashambulizi yalivyokuwa yakifanyika katika ghafla katika maeneo kadhaa. Eneo la Kitavi linaendelea kutajwa kama moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa wa kijeshi na kivita katika eneo la Minembwe. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwamba mapigano mara kwa mara kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi yenye silaha yamekuwa yakisababisha wananchi wengi kukimbia makazi yao na kutafuta usalama katika maeneo mengine.
Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa matumizi ya vichuguu vya maficho ya chini ya ardhi katika maeneo ya mapigano ni mbinu inayotumika na baadhi ya vikundi vya kijeshi ili kujikinga dhidi ya mashambulizi au kujificha na vifaa hao wapiganaji. Hata hivyo, hadi sasa kuna tamko rasmi kwa upande unaotumiwa kuhusu madai hayo. Mamlaka za jeshi bado hazijatoa taarifa rasmi na za kina kuhusu idadi ya waliokamatwa, waliouawa, vifaa vinavyokamatwa katika operesheni hiyo. Tukiona kuja siku chache baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangaza kuondoa ndege inayodaiwa kuwa ya majeshi wa Rwanda katika eneo la Minembwe, jambo linaonyesha kuwa hali ya usalama katika sehemu ya Kivu Kusini bado ni tete. Wananchi wa Minembwe wanaendelea kutoa wito kwa kurejeshwa kwa amani na utulivu, kwa kutumaini kwa operesheni za kijeshi zitasaidia kupunguza vitendo vya vurugu na kuwaruhusu kurejea katika maisha yao ya kawaida. Mahakama ya kijeshi Butembo Lubero imetoa hukumu kali dhidi ya watu wane wanaotumiwa kukabiliana na mashtaka mbalimbali ya uhalifu na kiukwaji wa usalama katika eneo la kaskazini mwa Kivu. Watumiwa hao wametumiwa adhabu ya kifo baada ya kupatikana na hatia ya makosa utekaji wa watu, kujiunga na kundi la uhalifu pamoja na kushiriki vitendo vya uasi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mahakama hiyo, miongoni mwa watu hao wane waliopatikana na hatia, wawili ni wanachama wa vikosi vya kujilinda vya wazalendo, huku wawili wengine wakitajwa kuwa washika wao katika shughuli hizo za uhalifu. Upande wa mashtaka umeeleza kuwa watumiwa walihusika katika matukio ya utekaji waliolenga raia hasa katika maeneo ya Butembo na Lubero. Kulingana na mashtaka yao, jumla ya watu 14 waliokuwa wasirika wa vitendo hivyo, wakiwemo raia 3 kutoka Misri na raia 11 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama inasema kuwa ushahidi uliowasilishwa wakati wa kesi hiyo unaonyesha kuwa watumiwa walihusika katika mtandao wa vitendo vya uhalifu vilivyokuwa vikihatarisha usalama wa wananchi na utulivu katika maeneo ya Butembo na Lubero. Kutokana na uzito wa makosa hayo, mahakama inaamua kutoa adhabu ya kifo kwa washtakiwa hao. Kesi hiyo imevutia hisia za wananchi wengi wa Kivu Kaskazini kutokana na kuongezeka kwa visa vya utekaji, ujambazi na vitendo vya makundi yenye silaha katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo. Wakazi wa Butembo na Lubero wamekuwa wakilalamikia ukosefu wa usalama na matukio mara kwa mara ya watu kutekwa kwa ajili ya kulazimishwa kutoa fedha au kwa sababu nyingine za kihalifu. Hukumu hiyo pia inakuja wakati ambako mamlaka za kijeshi na raia nchini Kongo zinaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya makundi yenye silaha na watu wanaojihusisha na vitendo vinavyohatarisha usalama wa raia. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya sheria wanaamini kuwa hukumu hiyo inaweza kuwa ujumbe mkali kwa watu wanaojihusisha na utekaji na makosa mengine ya kiusalama katika mashariki mwa nchi. Hata hivyo, wengine wanasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kwa haki za watumiwa zinazingatiwa na kwamba kila hukumu inayotolewa kwa kuzingatia ushahidi wa kutosha. Kwa upande wa familia za wasirika, hukumu hiyo inapokelewa kwa hisia tofauti. Wengine wanaona kuwa ni hatua ya haki ya waliopoteza ndugu zao waliopatia mateso kutokana na matukio ya utekaji, huku wengine wakitaka mamlaka kuendelea kuwatafuta wahusika wengine wanaoweza kuwa bado hawajakamatwa. Hadi sasa haijafahamika iwapo watumiwa hao watapata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Wakati huo mamlaka za usalama zinaendelea na juhudi za kuimarisha usalama katika maeneo ya Butembo na Lubero ili kupunguza matukio ya uhalifu na kurejesha utulivu kwa wananchi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetoa ripoti nzito inayotuhumu kundi la silaha la CMC-FDP ambalo ni sehemu ya muungano wa wazalendo kwa kuhusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika eneo la Bukombo ndani ya Bwito wilayani Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini. Katika ripoti yake iliyochapishwa siku ya Alhamisi 15 Juni, shirika hilo linasema kuwa baadhi ya makamanda na wapiganaji wa kundi hilo wanahusishwa na mauaji ya raia, mateso, uporaji wa mali za wananchi pamoja na utekaji wa wanawake na wasichana. Kwa mujibu wa Amnesty International, baadhi ya wanawake waliotekwa wanafanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia na kulazimishwa kuishi kama watumwa wa kingono katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi hilo la silaha. Ripoti inaeleza kuwa CMC-FDP inafanya shughuli zake hasa katika eneo la Bukombo na vijiji jirani, sehemu pia inayokuwa ikishuhudia mapigano na uwepo wa waasi wa M23. Kutokana na hiyo, raia wa kawaida wamejikuta katika mapigano mara kwa mara nyingi kwa kuwa waathirika wa vitendo vya ukatili.
Kwa mujibu wa shirika hilo, baada ya mapigano kati ya wapiganaji wa CMC na FDP na waasi wa M23, baadhi ya wanamgambo wamekuwa kiushtumu raia wa kushirikiana na upande wa adui. Wananchi wanatumia kushirikiana na M23 wanadai kushambuliwa, kuteswa, kutekwa na hata kuuawa. Amnesty International inasema kwa vitendo hivyo vinaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita kwa mujibu wa sheria za kimataifa na za kibinadamu, kwani raia hawapaswi kuwa walengwa wa mashambulizi hata katika mazingira ya vita. Shirika hilo linaeleza kwa uchunguzi wake umejengwa kwa juu ya ushuhuda wa takribani wasirika 10 ambao walieleza matukio ya mauaji, utekaji, mateso na uporaji wa mali katika maeneo mbalimbali ya Bwito. Mashahidi wanasema kwa hali ya hofu imekuwa kubwa kwa kiasi kwamba baadhi ya familia zimelazimika kukimbia makazi yao. Ripoti inamtaja kiongozi wa kundi hilo, jenerali wa kujitangaza Dominique Ndarutise, pamoja na baadhi ya makamanda wake kwa jukumu katika ukiukwaji huo. Amnesty International inadai kuwa katika baadhi ya maeneo ya wapiganaji wa CMC FDP wamekuwa wakishirikiana na wapiganaji wa FDLR ambao nao wamekuwa wakitumiwa kwa muda mrefu kwa vitendo vya ukatili dhidi ya raia. Kutokana na hiyo, shirika hilo la haki za binadamu limezitaka mamlaka za Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kusitisha msaada wote wa makundi ya silaha yanayohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu. Amnesty International pia imeomba kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini wahusika wa vitendo hivyo na kuhakikisha kuwa wanajibishwa mbele ya sheria. Hata hivyo, viongozi wa CMC FDP wamekanusha vikali madai hayo. Msemaji wa kundi hilo amesema kuwa ripoti hiyo haina misingi na kwamba hakuna malalamiko rasmi yaliyowahi kuwasilishwa mbele ya vyombo vya ndani kwa nizamu au mahakama ya kundi hilo. Kwa mujibu wa msemaji huyo wa CMC, FDP inapigania kulinda wananchi dhidi ya makundi ya waasi na hayahusiki na vitendo vya ukatili vinavyotajwa katika ripoti hiyo. Amesema kwa kundi hilo linapinga matokeo ya uchunguzi wa Amnesty International na kudai kuwa taarifa hizo hazijazingatia upande wao. Ripoti inakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika Kivu Kaskazini inaendelea kuwa mbaya, huku mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya serikali yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Ruchuru, Masisi na Lubero. Wananchi wa Bwito na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kutokana na mapigano, ukosefu wa usalama na kuhama kwa maelfu ya watu wanaokimbia machafuko, na mashirika ya kibinadamu wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kuendelea kuzorota ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO umeeleza hali ya kutisha ya kibinadamu katika mashariki mwa nchi, ikifichua kuwa mamia raia wameuawa katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita kutokana na migogoro ya silaha inaendelea katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Akihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa, mkuu wa MONUSCO James Swane aliwasilisha takwimu zinazotia wasiwasi kuhusu hali ya usalama na mateso ya wananchi katika maeneo yaliyoathiriwa na makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa takwimu za MONUSCO, kuanzia tarehe 19 Machi hadi mwaka 2026 hadi sasa, jumla ya raia 632 wamepoteza maisha yao kutokana na mapigano na mashambulizi ya makundi yenye silaha katika Kivu Kaskazini na Ituri. Idadi hiyo inaonyesha ukubwa wa janga la kibinadamu linaloendelea katika sehemu ya mashariki mwa Kongo. Bana vifo hivyo, ofisi ya pamoja ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa inarekodi jumla ya matukio 1221 ukiukwaji wa haki za binadamu katika kipindi hicho. Ukiwajiona jumuisha ya mauaji, mateso, utekaji, uporaji, ukatili wa kijinsia pamoja na vitendo vingine vya kikatili vinavyofanywa na makundi yenye silaha na wakati mwingine baadhi ya wanachama wa vikosi vya usalama vya Kongo. Taarifa hiyo inaeleza kuwa karibu watu 3000 wameathirika na ukiukwaji huo wa haki za binadamu, miongoni mwao wanawake 392 na watoto 378 wameathirika moja kwa moja na vitendo vya ukatili. Jambo linaonyesha kuwa makundi yaliyo katika vita yanaendelea kuwalenga raia wasio na hatia. MONUSCO pia imeonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kutena kwa mashambulizi ya kundi la ADF ambalo linaendelea kuwa moja makundi hatari zaidi katika mashariki mwa Kongo. Kundi hilo linahusishwa na itikadi kali imeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika mkoa wa Ituri pekee wapiganaji wa ADF wamewaua raia 287 tangu taarifa ya mwisho iliyowasilishwa mbele ya Baraza la Umoja wa Mataifa. Miongoni mwa waliouawa wanawake 44 wamethibitishwa kupoteza maisha. Katika Kivu Kaskazini ambako kulikuwa na kikundi kifupi cha utulivu mwanzoni mwa mwaka, mashambulizi ya ADF yameripotiwa kuanza tena katika wiki za hivi karibuni. MONUSCO inasema kuwa kuna watu 62 wameuawa katika mashambulizi ya mapya, wakiwemo wanawake 17 na watoto 3.
Kuendelea kwa mashambulizi yao kumefanya maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao. Familia nyingi zimejikuta zikiishi katika kambi za wakimbizi au maeneo ya muda, huku zikikosa chakula, huduma za afya na elimu kwa watoto. MONUSCO pia imeeleza kuwa hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya kutokana na ugumu wa kufikisha misaada katika baadhi ya maeneo yanayokumbwa na mapigano. Mashirika ya misaada yanakabiliana na changamoto ya kiusalama, jambo ambalo linaathiri utoaji wa huduma kwa wananchi wanaohitaji msaada wa haraka. Ili kukabiliana na leo, MONUSCO imesema imeimarisha operesheni zake za kijeshi licha ya changamoto za kifedha zinazokabili operesheni za kulinda amani na Umoja wa Mataifa duniani. Kwa mujibu wa Swan, zaidi ya doria za pamoja 2100 imefanywa wakati ya vikosi vya MONUSCO na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika maeneo yenye hatari kubwa. Kambi za muda za kijeshi zimewekwa katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi ili kuimarisha ulinzi wa wananchi. MONUSCO pia inaeleza kuwa imeendelea kusaidia juhudi za mazungumzo ya amani katika baadhi ya maeneo Ituri, ambako makundi mbalimbali ya silaha yameanza kushiriki katika mazungumzo na kutafuta suluhisho la mgogoro. Hata hivyo, viongozi wa Umoja wa Mataifa wameonya kuwa bila juhudi za pamoja kutoka kwa serikali ya Kongo, jumuiya ya kimataifa na nchi za eneo la Maziwa Makuu, hali ya usalama inaweza kuendelea kuzorota. Ripoti inakuja wakati ambako mashariki mwa Kongo inaendelea kukabiliana na migogoro mingi kwa wakati mmoja, ikiwemo mashambulizi ya ADF, mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23, pamoja na shughuli za makundi mengine ya silaha yanayofanya kazi katika Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri. Kwa mujibu wa wananchi katika maeneo yaliyoathiriwa, taarifa hizi zinaonyesha ukubwa wa changamoto za usalama zinazowakabili kila siku. Wengi wao wanaendelea kuishi katika hofu, huku wakitarajia kurejeshwa kwa amani na utulivu katika maeneo yao. Waziri wa biashara ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na aliyekuwa gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini, Julien Paluku, ametoa maelezo mapya kuhusu historia yake ya kisiasa na uhusiano wake na rais wa zamani Joseph Kabila, akisema kuwa kuwahi kuwa mtu wa karibu na utawala wa Kabila kama ambavyo wengi wamekuwa wakiamini. Akizungumza Alhamisi jioni kupitia mahojiano ya moja kwa moja kwenye Space zamani Twitter inaandaliwa na mwanahabari Stanis Bujakera Chamala, Paluku alifichua kuwa wakati wa uchaguzi wa kwanza wa magavana wa majimbo ya mwaka 2017 chama tawala cha PPRD cha Joseph Kabila hakikuweza kushinda majimbo yote nchini. Bon, moi je peux vous dire que, parce que vous me donnez l'occasion de parler finalement de l'ancien président, vous savez, quand j'ai été élu gouverneur, parce que vous avez dit comment j'ai gouverné la province, la République avait 11 provinces. Quand on annonce les élections de gouverneurs, le PPRD, qui était le parti présidentiel, veut gagner presque toutes les provinces, toutes les 11 provinces, et il aligne sur les provinces. Et je vous informe, peut-être ça c'est une nouveauté pour tous les auditeurs, le PPRD n'a pas gagné les 11 provinces. Sous Joseph Kabila, le PPRD n'a gagné que 6 provinces sur les 11. C'est-à-dire, c'est le Katanga avec le gouverneur Moïse Katumbi, c'est Kinshasa avec André Kimbuta, c'est la province orientale avec Medera Ouchaya Senga qui est décédé, c'est le Sud Kivu avec Célestin Chibalonza, et je crois c'est le Maniema avec Didi Manara, et le Bandundu qui est la 6e province avec Dr Richard Ndambo. Mais je vous informe que 5 provinces ont été gagnées par des indépendants et des gens des partis qui s'opposaient au président Joseph Kabila. C'est l'Équateur avec José Makila, c'est le Congo central avec Mbachimbacha qui était un indépendant, c'est le Kasaï occidental avec Trésor Kapuku qui était d'IRCD, c'est le Kasaï oriental avec Ngoïka Sanji qui n'était pas PPRD à l'époque, et je vous informe que c'est le Nord Kivu avec Julien Paluku qui n'était pas PPRD, qui était un candidat indépendant parce que sa candidature avait été rejetée par Joseph Kabila à l'époque. Ces révélations-là, les gens qui sont nés, qui ont 20 ans, 30 ans, ils ne connaissent pas, parce que quand j'ai été élu gouverneur en 2007, ils avaient 1 an pour la plupart, 10 ans pour les autres. Donc c'est vous dire que j'ai commencé dans un environnement où j'ai battu les candidats de l'alliance de la majorité présidentielle comme gouverneur, et les gens m'ont dit, attention, comme vous venez d'être élu gouverneur contre le président, contre le candidat du président de la République, vous allez faire face à 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il va chercher à vous attaquer pour tenter de vous faire partir. Le deuxième problème, c'est que vous arrivez pour changer la gouvernance du Rwanda, parce que le RCD qui gouvernait à cette époque, c'était l'émanation du Rwanda. Et donc, j'ai fait face à 2 problèmes. 1, gagner le candidat du président de la République, et 2, remplacer le pouvoir de Kigali qui était installé à Goma. Et ça ne m'a pas permis, effectivement, de bien évoluer, parce que 1 mois après l'investiture de mon gouvernement, la première motion
a été conçu à Kinshasa et on voulait me faire partir au mois de juin 2007. Ça n'a pas marché. Je vous informe, et ça c'est une information particulière, le 14 octobre 2007, Laurent Kunda, qui dirige le CNDP, qui fait la guerre contre le Nord Kivu, il fait une lettre à l'Assemblée nationale, disons à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, une lettre adressée à l'Assemblée pour demander à l'Assemblée de me déchoir. Et en novembre 2007, une motion est déposée signée par tous les députés provinciaux du PPRD et du MSR pour me faire partir. Et ça n'a pas fini. En 2008, en 2009, j'ai fait face à 5 motions pour me faire partir parce que simplement, j'ai gagné le candidat de l'alliance de la majorité présidentielle et donc du président Kabila. Je voudrais quand même restituer cela à la nation pour que les gens, à un moment donné, cessent de croire que moi, je suis une création et que moi, je n'ai évolué que sous Joseph Kabila comme un enfant de cœur. C'est des éléments probants. Vous pouvez demander à tous les notables du Nord Kivu, ils vous confirmeront ces informations. Et l'un des notables avec qui nous sommes au gouvernement, c'est le ministre d'État Mwindo Nzangi. Il va vous dire, effectivement, c'est ce que je vous raconte ici, que c'est le calvaire que j'ai traversé comme gouverneur du Nord Kivu et j'ai navigué dans ces méandres-là politiques pour que je m'en sorte et pour qu'aujourd'hui vous me voyez avec la tête de Julien Paluku, devenu ministre du Commerce extérieur. Donc, je m'arrête là pour vous dire comment j'ai navigué dans un environnement pas très sain, mais dans lequel je suis sorti comme tout stratège. Mjadala kuhusu mustakabali wa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kushika kasi huku viongozi wa makanisa ya ufufuo wakijitokeza zarani na kutangaza msimamo wao kuhusu swala hilo. Katika tamko lilotolewa mjini Kinshasa Jumatano, viongozi hao wamekataa wazo la kufanya marekebisho madogo katika katiba, badala yake wametaka kuandikwa kwa katiba mpya kabisa. Tamko hilo limeongozwa na mchungaji Ejiba ya Mapia pamoja na viongozi wengine wa harakati za makanisa ya Kiinjili ambao wanaamini kuwa sheria kuu ya sasa haiwezi tena kujibu changamoto zinazoikabili nchi. Kwa mujibu wa viongozi hao wa kidini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji mfumo mpya wa katiba unaweza kukabiliana na matatizo ya kisiasa, kiusalama, kiuchumi na kijamii ambayo yamekuwa yakikabili nchi kwa miaka mingi. Msimamo unaonekana kufuatia na ule wa baadhi ya madhehebu mengine ya kidini nchini, sana kanisa Katoliki kupitia Senko ambayo imekuwa ikisitiza umuhimu wa kuheshimu katiba iliyopo na kulinda utulivu wa taasisi za taifa. Katika waraka wa kurasa 4 uliosainiwa kwa umma, viongozi mbalimbali wa kidini akiwemo Ejiba ya Mapia, Ngome Mponi pamoja na Albert Kienzenza walieleza kuwa kuandikwa kwa katiba mpya ni hatua muhimu kwa ajili ya kujenga taifa imara na kukabiliana na changamoto zinazoikabili. Kwa mujibu wao, mfumo wa sasa wa katiba una mapungufu ambayo yanaendelea kusababisha migogoro ya kisiasa na matatizo ya utawala. Wanasema kwa wananchi wengi wanatamani kuona mabadiliko makubwa na ya mfumo wa uongozi wa taasisi za nchi. Viongozi wapya walirejea matokeo ya tafiti ambazo nimeweza kudaiwa kufanywa na Forum des Intellectuels du Réveil. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na harakati hiyo, zaidi ya 80% za wananchi wa Kongo wanaunga mkono makubaliano mabadiliko ya katiba. Ingawa takwimu hizo bado zinaendelea kujadiliwa katika duru mbalimbali za kisiasa, viongozi wa makanisa na ya ufufuo wanasema zinaonesha wazi kuwa kuna matarajio makubwa kutoka kwa wananchi kuhusu mwelekeo mpya wa katiba. Kutokana na leo, viongozi hao wametoa wito kwa moja kwa moja kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ili atangaze haraka sheria inayohusu maandalizi ya kura ya maoni ambayo tayari imepitishwa na bunge. Kwa mujibu wa kura ya maoni ndio njia ya kidemokrasia inaweza kuwapa wananchi nafasi ya kuamua mustakabali wa katiba ya nchi. Swala la mabadiliko ya katiba endelea kuzua mjadala mikubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafuasi wa mabadiliko wanasema kuwa nchi inahitaji mfumo mpya unaweza kuendelea na hali ya sasa ya kisiasa na maendeleo ya taifa. Kwa upande mwingine, baadhi ya vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia na viongozi wa kidini wamekuwa wakionyesha wasiwasi kwamba mchakato unaweza kusababisha mivutano ya kisiasa na migogoro ili kikiwa hautaheshimiwa kwa uwazi na maridhiano ya taifa.
Katika siku za hivi karibuni, mjadala kuhusu katiba endelea kushika kasi katika mji mbalimbali ya nchi, huku mikutano, mjadala na maandamano ya kisiasa yakifanyika katika baadhi ya maeneo. Sheria inaruhusu kura maoni sasa inasubiri hatua ya mwisho kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ana mamlaka ya kutangaza rasmi au kuchukua uamuzi mwingine kulingana na taratibu za kiratiba. Wachambuzi wa sasa wa siasa wanaamini kuwa uamuzi utachukuliwa katika siku jazo unaweza kuwa na hatari kubwa katika maisha ya kisiasa ya nchi na mustakabali wa taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mjadala huu ukiendelea, wananchi wengi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya swala hilo, wakisubiri hatua zitakazochukuliwa na mamlaka za juu za nchi. Na ni kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News FM kwa tarehe 17 Juni mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tunaendelea kuwatakia amani, usalama na mafanikio katika shughuli zenu za kila siku. Endeleni kufuatilia taarifa zetu kwa wakati ili kupata habari sahihi na zenye kuaminika kutoka maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo kwa ujumla. Na basi kabla tujahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, niendelee kukumbusha wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, nikikomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloge Lulonga. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info na kutakia asanteni sana kwa usikilizaji wenu. Tutaonana tena katika taarifa zetu za baadaye. Bye bye na chao, asubuhi njema na muwe na siku salama.